Tokea Moshi, nasoma KSMC, niko mwaka wa 3 daktari. Okay, tunakushukuru sana na hongera kwa kuhudhuria Fire Conference. Asante. Mwenyewe nawashukuru pia kwa kuiandaa. Amen. So tulikuwa natamani sana ushare kitu ambacho umejifunza siku ya leo kutokea kwenye this Fire Conference. Okay. Of course mambo ni mengi ambayo nimejifunza. I cannot say everything. Lakini one thing ambacho nilipofika kanisani Mungu alikuwa ananisemesha. Wakati nimeingia kanisani kulikuwa na praise, wanaimba ile nyimbo nifanye kama wewe. Yeah, so nikawa natafakari yani how was the life of Jesus and why should I look like Jesus? Then nikawa natafakari, nakumbuka Yesu anaamka asubuhi, anaenda kuomba, Yesu anafunga, Yesu anajitengenezea yani muda wake personal wa kumsikiliza Mungu. He's a child of God but still anatengeneza muda wa kumsikiliza Mungu. Yani every day akitembea is yani what he thinks it's the good news of the kingdom. Yani anawaza kuhusu watu wana shida gani, how can the kingdom of God be into people's lives. Kwa hiyo yani the moment mtumishi wa Mungu alivyoanza kuhubiri nikawa napata majibu ya like how was Jesus and how should I be like Jesus. Kwa hiyo nikajifunza kwamba yani being like Jesus it is not all about yani vitu vya kawaida. No, you are living like Jesus, looking at how Jesus was. Kama Yesu aliweza kuamka asubuhi, yani keeping his fire himself as a child of God, anaamka, anaenda kuomba alfajiri, anaitamkia siku yake. Kabla ya kuingia kwenye maamuzi mazito kama kuchagua wanafunzi, anafunga, anaomba, anasoma maandiko. Yani like mtumishi wa Mungu alisema kwamba uwezi ukanukuu kitu ambacho hujakisoma. So yani that taught me kwamba yani Jesus yani vitu vyake havikuja just because he was a child of God. No, there was an effort behind ambayo yani mimi mwenyewe nimejifunza kwamba yani kama kuna sehemu kwenye maisha yangu imelegea, yani I'm the person ambaye ninapaswa kuchochea moto. Na pia alisema kwenye kitabu cha Walawi kama sikosei ni 6:12 kwamba mtumishi wa Mungu Musa alipewa revelation na Mungu kwamba wale makuhani inabidi wachochee moto kila siku. Yani kila siku. Yani kwamba uwezi ukatembea na moto wa Jumapili, utembee nao Monday to Sunday. No. Yani every day inabidi upeleke ukuni mwingine ili yani usipoteze moto. And it is my prayer this year, I told God I really want to be consistent in spiritual life, kwa sababu kuna wakati unafanya vitu vinakata. Yani unakuta leo umeenda kanisani, revival kweli, umetoka pale una moto. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, yani kama sio wewe ukifungua baba unaitazama tu. Nagundua kwamba yani it is mimi ndo napaswa kuifanyia kazi hilo swala. Kwa hiyo nikajifunza kwamba in my life and God has answered me actually today kwamba ili uendelee mbele Rita inabidi ufanye hivyo kila siku. Mtumishi wa Mungu akatufundisha kuhusu sasa nidhamu za kiroho ambazo ndio huo ukuni wa kuweka kila siku. Praying, reading the word. Kwa sababu jana, I might be speaking a lot. Lakini jana alipokuja KSMC alisema kwamba we are spirits living in bodies, na ndani yani kinachounganisha spirit na body ni nafsi. Sasa ile nafsi ndio inakuwa inapingana na yani na maisha yako. But inapingana na kile yani inapingana na knowledge ilionayo. So it is your responsibility to feed hiyo nafsi yako. Nikajifunza kwamba the word of God yani ni maneno ya Mungu ambayo yakiingia ndani ya maisha ya mtu, maamuzi, yani short everything it is from the revelation of from what God is saying. Yani wewe ukitaka kufanya tu kitu chochote, Biblia inasema nini? Sio vitabu vinasema nini? Maana vitabu ni vingi na waandishi. Mtumishi wa Mungu alisema kwamba siku hizi kuna a lot of waamini, yani sio wanafunzi, yani kuna a lot of spiritual babies hawajakuwa na wao wanaandika vitabu. If you don't have time for yourself to dig deep and get the revelation yourself, yani hautaweza kujua hivyo vitu. In short, I can say kwamba yani I wish mtu ambaye hakuwepo aende tu YouTube kwenye hiyo page ya Advocate Patrick Seuya aangalie everything, because this is what I took. Na hapa sisema kila kitu, lakini there is a lot to learn. But yani Fire Conference ijayo don't miss because God, yani Mungu hii ni baraka ametushushia kwa ajili ya kutu progress in our lives. Thank you so much. Mungu akubariki sana. Amen.